Kwa mujibu wa shirika la habari la Al Jazeera, Israel imeanza kubomoa majengo ndani ya makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA katika eneo la mashariki mwa Jerusalem linalokaliwa kwa mabavu. Hatua hii imekuja huku serikali yenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia ikizidisha ukandamizaji dhidi ya makundi ya kutoa misaada ya kibinadamu yanayopeleka misaada muhimu kwa Wapalestina huko Gaza. Katika tamko lake la Jumanne, Januari 20, 2026, UNRWA imesema kuwa vikosi vya Israel vimefanya upekuzi na kutaifisha vifaa vya wafanyakazi na kuwalazimisha kuondoka katika ofisi hizo zilizopo mtaa wa Sheikh Jarrah. Shirika hilo limeeleza, hili ni shambulio ambalo halijawahi kushuhudiwa, si dhidi ya UNRWA pekee, bali ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na kinga za kidiplomasia za Umoja wa Mataifa. Vyanzo vya habari eneo hilo vimeripoti kuwa kundi la jeshi la Israel likiambatana na tingatinga lilivamia eneo la shirika hilo baada ya kufunga mitaa yote inayozunguka ofisi hizo na kuimarisha ulinzi kisha kuanza kubomoa majengo yaliyomo ndani. Mkuu wa UNRWA Philippe Lazzarini amebainisha kuwa wabunge na mawaziri wa Israel walikuwepo wakati wa ubomoaji huo. Ameonya kuwa tukio hili ni sehemu ya mikakati ya mamlaka za Israel kufuta utambulisho wa wakimbizi wa Palestina. Aidha, ametoa onyo kali, kinachoipata UNRWA leo kitazipata mashirika mengine yote ya kimataifa au balozi popote duniani hapo kesho. Israel imekuwa ikishambulia UNRWA ikidai kuwa shirika hilo linaegemea upande wa Palestina na kutuhumu kuwa lina uhusiano na kundi la Hamas, madai ambayo UNRWA imeyakanusha vikali na kusema hayana ushahidi. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imesema ubomoaji huo ni utekelezaji wa sheria mpya inayopiga marufuku shirika hilo nchini humo. Waziri wa usalama wa kitaifa Itamar Ben-Gvir ameshuhudia ubomoaji huo na kuuita kuwa ni siku ya kihistoria. Tukio hili linakuja wiki chache baada ya Israel kupiga marufuku mashirika mengine kadhaa ya kimataifa yanayotoa misaada Gaza. Israel imezifutia leseni za kazi jumla ya taasisi 37 ikiwemo shirika la Doctors Without Borders MSF na Norwegian Refugee Council kwa kisingizio cha kushindwa kufuata kanuni mpya za serikali zinazowataka kutoa maelezo ya kina ya wafanyakazi wao, vyanzo vya fedha na operesheni zao. Wiki iliyopita, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alimwonya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuwa anaweza kuifikisha Israel katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ ikiwa hatasitisha sheria hizo zinazolenga UNRWA na kurudisha mali zilizotaifishwa. Guterres alisisitiza kuwa Umoja wa Mataifa hauwezi kukaa kimya wakati sheria za kimataifa zikikiukwa waziwazi. Habari hii ni habari kubwa sana ambayo imejiri huko nchini Israel, na kwa kina mtazamaji, tunaendelea kufuatilia hapa ili tukuletee uchambuzi wa ndani wa taarifa hii ambayo Israel imebomoa baadhi ya majengo ya Umoja wa Mataifa huko Jerusalem. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.